الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيه سانا السلام أسوة الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. tunaendelea na darasa zetu min durusi muhimma linnisaa, ambapo leo hii tutasoma ad-darsu al-ashir, somo la 10. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الدرس العاشر somo la 10: النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. نفاس ni damu inayotoka baada ya kuzaa. وقد يخرج قبل الولادة, na inaweza ikatoka kabla ya kuzaa biyaumin, kwa siku moja, au yaumaini, au siku mbili, idha kana ma'ahu talq, itakapokuwa imeambatana na maumivu makali. ahkamu nifas mithlu ahkami al-hayd bil ijma'. hukumu za nifasi ni mfano wa hukumu za hedhi kwa makubaliano ya maulama. النفاس 40 يوما, nifasi inakuwa siku 40, illa idha tahurat qabla dhalik, isipokuwa mwanamke atakapotaharika kabla ya siku hizo 40. fahiniha taghtasilu, basi kipindi hicho cha kutaharika ataoga, watusalli, na taswali, wayatiha zawjuha, na mume wake atamwingilia. idha tahurat fi fatrati al-40, na atakapotaharika katika kipindi cha siku 40 au ndani ya kipindi cha siku 40, thumma raja'a ad-damu fahiya nifas, kisha ikarudi. idha tahurat, na atakapotaharika mwanamke fi fatrati al-40, ndani ya siku 40, thumma, ndani ya kipindi cha siku 40, thumma raja'a ad-damu, kisha ikarejea tena damu baadaye, fahiya nifasun, hiyo itahesabiwa kwa damu ya nifas. idha tawaqqafa ad-damu fi al-40, na itakaposimama damu kutoka ndani ya siku 40, wa baqiyat sufratun, na ukabaki umanjano, akawa mwanamke anatokwa na umanjano, wa kudratun, au rangi ya kahawia, fahiya nifasun, vile vile hiyo ni nifas. لأن الطهارة, وسبب طهارة لا تظهر إلا بالجفاف, isipokuwa kwa kupitia kukauka, kama sabaqa fil hayd, kama yalivyotangulia maelezo katika darasa hili. Imeeleweka? Naam. النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. نفاس ni damu inayotoka baada ya kuzaa. وقد يخرج قبل الولادة, na inaweza ikatoka kabla ya kuzaa biyaumin au yaumain, kwa siku moja au siku mbili. Kwa usikariri kwamba mpaka mtu azae damu ndio itoke ya nifasi. Inaweza ikatoka kabla ya kuzaa, lakini idha kana ma'ahu talqin, itakapokuwa imeambatana na maumivu makali. ahkamu an-nifas mithlu ahkam al-hayd bil ijma'. hukumu za nifasi ni mfano wa hukumu za hedhi kwa makubaliano ya maulama. an-nifas 40 yawman, nifasi na siku inakuwa siku 40, illa idha tahurat qabla dhalik, isipokuwa atakapotaharika mwanamke kabla ya siku hizo 40. fahiniha taghtasilu wa tusalli, basi kipindi hicho ataoga na kuswali, wayatiha zawjuha, na mume wake itafaa kumwingilia. idha tahurat fi fatrati al-40, na atakapotaharika mwanamke katika kipindi cha siku 40,
ndani ya kile kipindi cha siku 40. Yani maana yake ni kwamba yumo ndani ya siku 40, hazijaisha bado siku zile 40, akatoharika. Thumma raja'a ad-dam, kisha damu ikarudi tena, fahiya nifas. Hiyo ni nifas. Mfano, umeingia nifas tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, ilipofika tarehe 20 ukatoharika. Lakini siku tarehe 23 ikarudi tena damu ile ile, na sio hedhi, basi utahukumu kwamba hiyo ni nini? Hiyo ni nifas. Fahiya nifasun, hiyo ni nifas kwa sababu umo ndani ya kipindi cha siku 40. Umeelewa kama? Idha tahurat fi fatrat, idha tawaqqafa ad-dam, na itakaposimama damu fil 40, katika kipindi cha siku 40, wa baqiyat as-sufra, na ukabaki umanjano au wa qudratun, na rangi ya kahawia, fahiya nifasun, hiyo ni nifasi. Lianna at-taharata, ile ya mwanzo sasa ilikuwa kwamba imekauka kabisa, lakini karudi. Lakini hii ya hivi sasa humo ndani ya siku 40, alafu kwa damu haitoki, lakini inatoka nini? Sufra au kudura, kama tukatika hivi. Fahiya nifasi, hiyo pia ni nifasi. لأن الطهارة لا تظهر، وسبب طهارة haidhihiri illa biljafaf, isipokuwa kukauka, kama sabaqa fil hayd, kama ilivyotangulia katika hayd. Tarjama wazi. Tumeona haya maelezo yanatufundisha sisi masaili kadhaa. nitataja kwa mukhtasar kama anavyotaja maulama. Almas'alatu alula ta'rifu an-nifas, kueleza kwanza maana ya nifas. Nifas ni kitu gani? Mwanamke wa kisalafi anatakiwa fahamu nini maana ya nifas, asiwe mjinga asiyejua maana ya nifas. Ambapo Sheikh mwenyewe ameeleza hapo nifas huwa damu al-kharij min qabli al-mar'ati au min qubuli al-mar'ati, ni damu inayotoka katika utupu wa mwanamke baada al-wilada, baada ya kuzaa. Baada al-wilada, baada ya kuzaa. Mara nyingi inakuwa ni baada ya kuzaa, lakini Sheikh ameashiria hapo kwamba inaweza ikatoka kabla ya kuzaa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya an-nifas, huwa damu al-kharij min qubul al-mar'a, ni damu inayotoka katika utupu wa mwanamke sawa baada al-wilada, baada ya kuzaa. Lakini tukasema Sheikh ameashiria inaweza ikatoka kabla ya kuzaa kwa muda wa siku 2 au siku 1, itakapokuwa imeambatana hiyo damu na maumivu makali. Yani damu ikiwa mwanamke mjamzito itamtoka damu halafu ikaambatana na maumivu makali kabla hajazaa, basi hiyo itahesabu kwa nini? Ni damu ya nifas. Hiyo ni masala ya kwanza. Masala ya pili, hukumu nifasa. Hukumu an-nufasa, hukumu ya wanawake ya wanawake mwenye hedhi, au hukumu ya mwanamke mwenye hedhi. Ana hukumu, naam, subhanallah. Hukumu an-nufasa, hukumu ya wanawake wenye nifasi. Yale yaliyoharamishwa kwa mwanamke mwenye hedhi kadhalika yanaharamishwa kwa mwanamke mwenye nifasi, kama vile kuswali. Hapa sitatoa maelezo kama vile tumeshazungumza. Ni haramu mwanamke mwenye nifasi kuswali, ni haramu mwanamke mwenye nifasi kufunga, ni haramu mwanamke mwenye nifasi kufanya jimai, ni haramu kwa mwanamke mwenye nifasi kufanya tawaf. Amma masala masu al-mushaf wa qira'atu al-Qur'an, maeleza hayo masala kuna khilaf baina ahli al-ilm, warajih na kauli yenye nguvu kwamba ni jaiz, inajuzu mwanamke mwenye nifasi mwenye haid akasoma Qur'an akagusa mushaf itakapokuwa haja imeita. Kadhalika labthu fi al-masjid, al-labthu fi al-masjid, kukaa msikitini ni masala khilaf baina ahli al-ilm, lakini haja ikiita ni jaiz. Hiyo ni masala ya pili. Masala ya tatu, aqsa muddati nifas, uchache wa muda wa nifasi. Aqsa
muddati an-nifas, uchachi wa muda wa nifasi. Maulama wanaeleza kuwa aktharu an-nifasi 40 yawman, uchachi wa damu ya nifasi ni siku 40. Wingi aktharu an-nifas 40 yawman, wingi wa damu ya nifasi ni siku 40. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwanamke mwenye nifasi akipitisha siku 40 imefika, kaingia 41, 42, ile inayozidi pale haisabii kwa nini? Ameingia damu siku 40, 41, 42, 43, kwanza 41 na 42 wanaanza kuendelea, ile itahesabika kwa nini? Istihadha, sio nifasi tena. Ile ni damu istihadha, ni damu ya ugonjwa, haitahesabika pia, haitahesabika kwa damu ya nifasi wala haitahesabika kwa damu ya haidh. Kwa hiyo kiingia siku 41 bado damu inatoka, ataoga siku hiyo na kuswali na kufunga na kufanya. Huo ndio aktharu madha, aktharu nifas, aqallu muddati an-nifas, uchache wa muda wa nifasi. Maulama wanasema kwamba laysa lahu haddun adna, damu ya nifasi haina kikomo cha chini kabisa. Laysa lahu haddun adna, hauna kikomo cha chini cha damu ya nifasi. Aktharu an-nifasi 40 yawman, ni siku 40. Ikizidi 40 fahuwa damu istihadha. أكثر النفاس 40 يوما، فإذا زاد 40 يوما فهو دم استحاضة. يزيد siku 40 يندم الاستحاضة، يندم الاستحاضة. أما أقل مدة النفاس أقل دم النفاس، uchachi wa damu ya nifasi. Maulama wanasema laysa lahu adna au laysa lahu haddun adna, haina damu ya nifasi kikomo cha chini kabisa. Kwa sababu gani haina kikomo cha chini? Kwa sababu inawezekana mwanamke pia akazaa bila kutoka nini damu. Inawezekana mwanamke akazaa na wala isitoki katika, na wala asitoke na damu, au ikatoka damu siku moja au siku mbili, basi yakata. Kwa hiyo kitu ambacho kinawezekana ikafanya ikapotea kabisa na wala kisipatikane, hatuwezi kukadiria uchaji wake. Ingekuwa kwamba hakuna wanawake ambao haiwezekani wao wakazaa bila ya kuwepo damu, hapo ningesema basi uchachi wake labda siku 2 au siku 1. Lakini inawezekana mtu akazaa na wala asitoke na nini na damu. Mumkin au ghairu mumkin? Na mumkin. طيب inawezekana, na ulama wanathibitisha hilo. طيب kwa hiyo laysa lahu haddun adna, damu ya nifas haina ukomo wa chini kabisa, kwa sababu inawezekana mwanamke akazaa na wala asitoka na damu, au akatoka na damu akakaa siku 2 au siku 3 au siku 1, ikatoka siku chache. طيب مسألة mengine ambayo ni muhimu kuyafahamu hapa pia, kama wanavyotaja maulama wa fiqh katika vitabu vya fiqh, maulama wanatuambia kuwa, watutajia nini? Audatu dami ba'da at-tuhri, kurudi kwa damu baada ya kutoharika. Audatu ad-dami ba'da at-tuhri, damu kurejea baada ya kutoharika.